Ndugu mgeni rasmi, nisiwe mchoyo wa fadhila kumshukuru rais wangu na mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi kwa kuupa heshima ya pekee mkoa wa Songwe kwa siku ya leo kusaini barabara mbili muhimu ambayo kwa muda mrefu tumekuwa tukipigia kelele, waheshimiwa wabunge ndani ya bunge na mimi kama mneki na waneki wenzangu tukiwa kwenye vikao vya neki tulikuwa tukipiga kelele juu ya barabara hizi. Tunasema asante sana. Ndugu mgeni rasmi, mwaka 20 Chama cha Mapinduzi kilipita kwa wananchi katika mkoa wa Songwe, hususani wilaya ya Songwe, kuomba ridhaa ya kushika dola katika nchi hii. Na katika ilani ya mwaka ule tuliuza vitu vingi na kutoa ahadi nyingi za kuwatekelezea wananchi wa mkoa wa Songwe. Barabara ikiwa mojawapo, afya, sekta ya elimu, madini, umeme, lakini kwa kasi ya ajabu ndani ya kipindi cha miaka 4 ya Dr. Samia Suluhu, mambo yaliyofanyika mwenye macho haambiwi tazama. Hongera sana Mama Samia. Lakini sisi kama Chama cha Mapinduzi tuna kazi moja tu ya mimi na nyie kumsemea Mama Samia, kuwasemea wale kwa wabunge wetu madiwani kwa yale yote walioyafanya. Niwaombe wananchi wa wilaya ya Songwe, popote mtakapokuwa, mkiwa kwenye baa, mkiwa kwenye gesti, mkiwa kwenye hoteli, mkiona umeme, mjue ni bwawa la Mwalimu Nyerere limetekelezeka kwa 100%, ndio maana umeme mkufikieni. Kwa hiyo sema katika swala nishati, Mama Samia mitano tena. Mama Samia mitano tena. Hali kadhalika katika masuala ya kilimo, ukiona umevuna ufuta wako, mahindi yako ya mpaka yamefika kwenye magala, ujue ni mbolea ya Mama Samia. Nenda kamsemee kwamba mama, matunda ya uongozi wako katika kipindi cha miaka 4 mitano tena unatudai na lazima tukupe mitano tena. Katika sekta ya barabara ambayo ndio tukio umetuleta hapa, nimpongeze sana naibu waziri wa ujenzi. Katika wilaya za mkoa wa Songwe kijiografia ni ngumu sana kutekelezeka, lakini yeye kwa kutumia unaibu waziri, lakini wanasema mwenye kisu kikali ndiye anayekula nyama nyingi. Kwa kweli katika mkoa wa Songwe ameutendea haki. Haya tunayoyaona haya, kama ukipita mkoa mzima wa Songwe, mimi ni shahidi, hakuna mahali naweza kukwama. Hata kama utachelewa lakini utafika, ni kwa sababu ya kazi nzuri walioifanya. Mimi baada ya kumshukuru rais, lakini washukuru wabunge wetu wa mkoa wa Songwe kwa ujumla wake. Wabunge wetu tuliwaona wanavyotetea majimbo yao wakiwa bungeni. Tukianzia na ndugu yetu Silinde pale Tunduma, amefanya mambo makubwa sana katika sekta zote. Barabara ndio inakwenda kujengwa kwa kiwango cha njia 4 kuanzia Songwe mpaka Igawa. Tunampongeza sana. Lakini ndugu yetu, mama yetu Kondesta Simba wa Jike, Chiriku wa Momba, amefanya mambo makubwa sana kwa kipindi chake. Nadhani wengi umeona mnatoka maeneo hayo. Ndugu yetu Mweli Songole, mbunge wa jimbo la Mbozi, amefanya mambo makubwa sana. Hali kadhalika ndugu yetu Hasunga amefanya mambo makubwa sana. Lakini kwa namna pekee Kasekenya katika jimbo la Ileje, kijiografia katika mkoa wetu wa Songwe, ndo jimbo lenye milima ya ajabu ambayo landslide wakati wa mvua si kitu cha kawaida kule. Lakini ukienda kule milima ilivyoshuka, unasema tuna mwanaume jembe. Ndugu Kasekenya ana kitu kimoja watu hawaelewi ambacho amekikosa. Amekosa watu wa kumsemea. Lakini kazi anayoifanya mwanaume huyu, mimi leo kama mwenyekiti wake nadirike kusema, sikupigi kampeni, kwamba ningeingia mioyoni mwa Wanaileje wote, ningesema huyu baba pite bila kupima.
lakini kwa sababu kidemokrasia, basi tacha mambo yaseme, lakini naamini baba utarudi. Mwisho nimalizie kwa Papa Mlugo, mtu ya kule, mtu ya Proso. Mlugo, mimi nimeshuhudia siku moja akiwa amepiga magoti bungeni, analilia barabara. Anasema katika vitu vyote ambacho kinamnyima usingizi ni barabara ya Mbalizi Mkwajuni Makongoros. Mimi nilipomwona wakati huo sio mwenyekiti, nisikitikia sana. Nikasema hili inawezekana watu wasimuelewe, lakini kwa wakati huo, wakati ulikuwa hujafika. Lakini leo Papa Mlugo, mambo yametimia. Sasa niwaombe ndugu zangu, wabunge wetu wote walifanya kazi njema na iliyo nzuri kwa kipindi chao cha miaka 5. Mimi kama mwenyekiti wa chama, kwa kweli sina cha kuwalaumu. Sina cha kuwalaumu hata kidogo. Wamefanya kazi nzuri sana. Naomba mkaangalie kwa jicho la tatu. Ikiwapendeza, warudisheni, waanzie pale walipomalizia ili waweze kutusukuma mbele zaidi. Madiwani wetu wa mkoa wa Songwe walifanya kazi nzuri sana. Na kama wapo, basi ni wachache sana. Hao mkiona hajipendeza, basi wacheni, lakini asilimia kubwa nirudisheni madiwani wangu waliofanya kazi nzuri. CCM oyee! Baada ya kusema ya ndugu yangu, mimi mkutano sio wangu, lakini nipasa niseme haya kwa sababu ndio mwenye duka. Wangekula walifanya vibaya, mimi nisingesita, ningesema hapana. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa mtendaji, tumeomba mengi, lakini tuliyoomba nadhani pia yanagusa wilaya hii. Hivi naomba tupelekee salamu kwa Mama Samia kwamba aliyotufanyia katika mkoa huu, hamwelezi kwamba wana Songwe sisi hatudai, ila yeye anatudai. Tutamlipa kula za kishindo katika mkoa huu wa Songwe. Oktoba, Mama Samia. Niwaombe waandishi wa habari, andikeni mazuri yote aliyofanya Mama Samia. Andikeni mazuri yote waliofanya wabunge wetu. Andikeni mazuri yote waliofanya madiwani yetu. Mkifanya hivyo, mnakuwa mnakisemea Chama cha Mapinduzi. Mungu awabariki sana. Mungu atujalie afya sote, hasa viongozi wetu kutoka makao makuu. Mungu awape afya njema ili hata kuzungumza mkatufikishie kwa Mheshimiwa Samia. Mungu ibariki Songwe, Mungu ibariki rais wetu, Mungu ibariki Tanzania. Asante sana.